Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. 7 Fruit ndio mchezo wangu mama naupenda kucheza sana. pmb.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia. Kabisa na enjoy sana. Na ni bahati kuona kwamba vipaji vipo kweli. Nimeona watu wanafanya kazi. Nimeona kuna wataalam mwalimu Sekilojo Chambua. Nimemwona Ibrahim mkurugenzi wa mashindano kutoka Yanga. Nimemwona kuna mtu mmoja yupo katika timu ya Yanga pia amekuwa akifanya scouting. Nimeona watu wengi wamefika kwa ajili ya kushuhudia vipaji. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba kila mwenye kipaji kitachujwa, kitapelekwa huko kinakostahili. Sawa, pengine kwa jicho lako umeona vipaji hapa, lakini pia ilikuwa ni mashindano ambayo yanaanzia mbali. Kwa maana hii sasa ni ya kumalizia. Na kila mmoja akitembea kutimiza nafasi yake leo kupitia habari zake. Napenda kutumia macho yangu. Ukisema kwa jicho lako ina nani kidogo. Kwa macho yangu, kwa namna ambavyo nimeona. Mwaka jana kulikuwa na vipaji, lakini mwaka huu naona kama watu wako nondo sana, yani watu wako vizuri sana, kwa sababu jambo unajua linapoanza linaanza watu wanalitolea macho, lakini msimu unaokuja unakuja na nguvu sana. Alafu msimu huu yupo Simon Msuva ndo chief scout, kwa hiyo yupo mtu ambaye amecheza mpira kwa viwango vya juu sana, lakini pia yupo mwalimu Sekilojo Chambua amecheza mpira katika viwango vizuri sana. Kwa hiyo watu walivyoona hivyo wamekuja kwa nguvu kubwa sana. Ndio maana unaona kila unayemuona anapo receive kama pro, anapo touch yake ya kwanza, kila mtu hataki kuharibu. Kwa hiyo mwaka huu majaji ambao wako hapa physical watakuwa na kazi kubwa sana ya kuchagua nani aende. Majaji ambao wana kazi rahisi ni majaji ambao wako mtaani, kwa sababu wale wa mtaani wao issue sio ufundi. Issue ni mimi namtaka kijana fulani ni aende, naingia kwenye Safari Laga www.safarilaga.co.tz, naenda kwenye website yao, naangalia sehemu ya kupiga kura, nachukua kodi. Aidha nitatumia kodi ya kwenye kizibo cha Safari au nitatumia kodi ambayo Safari wameiachia 1977 napiga kura. Hiyo ni rahisi kwa ambao wanapiga kwa kupitia website, lakini kwa hawa ambao wako physical hapa watakuwa na kazi ngumu sana, kwa sababu vijana wengi wamekuja wana uwezo mkubwa sana. Namna ambavyo unaona na vipaji ambavyo vipo, position gani hasa unaona na wachezaji wengi wazuri? Midfield, eneo la uunganishaji naona lina wachezaji wengi sana wazuri, kwa sababu unajua uunganishaji ni eneo ambalo ni la kimsingi. Yani unapokuwa mchezaji uwanjani, kabla ya kitu chochote lazima kwanza uwe muunganishaji, alafu ndo mambo mengine yanakuja. Yani ukiwa kwanza muunganishaji alafu ndo unakuwa back, kwa maana defender. Ukiwa muunganishaji alafu ndo unakuwa muunganishaji. Ukiwa muunganishaji ndo unakuwa mshambuliaji. Yani lazima lazima uwe na ile basic skill ya kuweza kuchukua kutani, kupiga pasi pale. Kwa hiyo watu wa aina hiyo nimewaona wako wengi. Sasa sio wengi kwa maana ya wenye uwezo tu wa kuunganisha, lakini wale ambao wana jicho kabisa. Yani anaweza kuchukua mpira chini hapa akapiga pasi mita 40, mita 35 ikafika vizuri. Mtu ambaye touch yake ya kwanza akiugusa mpira sio auguse mpira afu atani, hapana, yeye anaugusa mpira unaelekea ambapo yeye anataka kwenda. Vitu ambavyo vinatakiwa sana, na midfielders wengi wa siku hizi wamekuwa mahiri kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo watu wa aina hiyo nimewaona wengi sana. Hata wale ambao wamecheza katika eneo la central defenders, lakini walikuwa na quality kubwa sana za midfielding. Kwa hiyo unaweza kumchukua mtu kutoka kwenye kuzuia ukamweka kwenye kiungo pale akafanya vizuri sana. Wengi. Kwa macho yako yanaona kina Fei, kina Aucho wengi hapa. Of course nimeona kina Fei, kina Aucho, kina Shuaboy, Mkude, Ndemla. Nimewaona wengi sana hapa. Na nadhani watakapofanikiwa kutoboa wakaingia kwenye Safari Laga Booth Camp, wakaenda kucheza na Yanga, baadaye wakapata timu, wakiongezewa yale mazoezi ya kuongeza uvumilivu na strength, nadhani watapatikana wachezaji wazuri zaidi hapa. Kuna vipaji vingi sana, kuna watu wengi sana. Naona kwenye uvumilivu au endurance na strength ama uhimilivu na ustamilivu, hapo ndo ambapo kidogo panatakiwa kuongezeka zaidi. Sawa, wachezaji 11 kati ya 22 waliochaguliwa au walioshinda katika msimu wa kwanza tayari wameshasajiliwa kwenye timu mbalimbali. Unaiona future is bright kwa hawa ambao unawaona wanacheza hivi sasa?
Yes, kwa sababu unajua kuna mpira ni tofauti na michezo mingi. Mpira ni mchezo ambao unachezwa wazi. Kwa namna ambavyo tumetazama hapa, kusema kweli ni wachezaji ambao unaweza kawaweka kwenye timu nyingi tu akacheza. Yaani ukiangalia ligi kuu yetu, ukiangalia ligi daraja la kwanza, ukiangalia championship, unaona kuna wachezaji wanacheza, hakuna tofauti kubwa sana na hawa ambao wapo wanacheza. Kwa hiyo futures bright naiona. Cha msingi hapa ni kuamua sasa kuwa na zile basic ama taarifa za msingi za mchezaji anavyojengwa. Unajua mchezaji anajengwa kama unavyojenga nyumba ya gorofa. Hapo ndo tutakapotofautiana, na mchezaji ambaye ataenda ligi kuu ni yule ambaye atajijenga kama linavyojengwa gorofa. Kwanza kwa kuanzia umri wa utoto hadi ujana kidogo, lazima ajue akitaka kupiga mpira ufike mita 40 apige kwa kutumia eneo gani la mguu. Akitaka kupiga mpira uinuke uende juu, apige kwa kutumia eneo gani la mguu. Hiyo ni skills ambayo mtoto anapokuwa pale miaka 7, 14, 15 lazima ajue. Lakini 16 lazima mtoto awe anajua sasa mimi tupa ama turpa. Strength yangu ni nini? Mimi kimo changu ni cha kawaida, lakini mimi ubora wangu ukinilinganisha na mtu fulani ni nini? Labda nguvu. Mimi nina nguvu. Lazima ajue. Mtoto lazima ajue kwamba mimi ubora wangu ni kuruka juu. Mimi hapa nilipo naweza nikaruka juu nikanodi mpira. Lazima ajue. Lazima ajue kwamba mimi ubora wangu ni speed. Bwana mimi kwa maana ya acceleration. Mimi naweza nika accelerate faster kushinda mtu yoyote. Lazima ajue. Lazima mtoto ajue kwamba mimi ubora wangu sina speed. Siwezi kuruka juu, siwezi sina nguvu, lakini mimi na uwezo wa kupiga. Yaani mpira ukikaa vizuri kwenye mguu unakwenda mbali. Lakini baada ya hapo mchezaji lazima ajue kuelekea miaka 18 mpaka 19 mpaka 20 kwamba huu mpira ambao mimi sasa hivi nimepigiwa pasi, kuna wachezaji 21 wengine wanauhitaji uwanjani. Kwa hiyo mimi mpira sasa hivi umekuja kwangu, ni ufanyie nini? Lazima ajue hilo. Lakini cha mwisho ambapo sasa ndio gorofa juu unaelekea kwenye chumba cha juu na kupaua, lazima mchezaji ajue kwamba mimi ni mchezaji. Kesho kuna mechi, lakini wakati kesho kuna mechi Jumamosi, leo Ijumaa nimeitwa pub fulani, kuna watoto wakali sana. Nimeitwa eneo fulani, kuna vyuma, kuna pisi za kuondoka. Nimeitwa sehemu fulani, kuna bia za kumwaga za kutosha, kuna vyombo vya kutosha. Lakini yule mchezaji aseme hivi vote hivi na cancel, kesho naenda kucheza. Kunaona bwana, hapo sasa mchezaji anakuwa yuko tayari kwa ajili ya kuitengeneza karia yake, kwa maana amekomaa. Sasa mchezaji ambaye kwenye mashindano haya ya Safari Laga Cup 2025 ataweza kujipitisha vizuri kwenye maeneo hayo, basi naamini ni mchezaji ambaye future is bright. Sawa, pengine tunazungumza hivi, lakini pia tunaona kwamba sera ni nzuri kwa sababu serikali yetu imekuwa ikisapoti michezo, lakini pia tunaona wale ambao wanasimamia mchezo wakifanya kazi yao kwa weledi kabisa. Pengine una kipi cha kuzungumza kuhusiana na mchango au nafasi ya serikali, nafasi ya mamlaka zinazosimamia mpira juu ya haya mashindano ambayo yanaendelea? Nafasi ya mamlaka zinazosimamia mpira tunazishukuru. Wamehakikisha wao wanatengeneza harmony. Yaani wewe unaona leo sasa hivi ni mwandishi wa habari, si ndio bwana? Kuna mwandishi wa habari wa Priska Kishamba, mwandishi wa habari wa Bongo FM, mwandishi wa habari wa Clouds. Nyie ni waandishi wa habari kwa sababu umeamka wewe leo asubuhi hakuna bomu lililolipuka, umeona bwana, umeenda kazini, umepanda daladala, umepanda gari, hakuna mtu ambaye amesimamisha vikapigwa vyuma, umeona bwana, hakuna ndege ambayo imegeuka. Yani kuna ile harmony, kuna ule amani na usalama. Kwa hiyo kwanza hilo jukumu la kwanza, kwa kitendo cha wao ku-maintain hiyo, wamehakikisha kwamba kila ambaye anajisikia ku-practice ana practice. Na Safari Laga wamekuja na mashindano yao kwa sababu serikali imetengeneza amani, imetengeneza usalama, imetengeneza miundombinu, imeruhusu watu kuwekeza kwenye viwanja kama hivi, watu wanacheza. Kwa hiyo kwenye equation ya kufanikiwa kwa michezo tunaanza kwanza kuiweka serikali, kwa sababu ndo mdau namba 1 wa usalama, wa miundombinu, wa sheria na vitu vinginevyo vingi sana. Kwa hiyo mimi naipongeza serikali kwa kitendo cha ku-maintain kwanza hii utulivu na amani ambayo ipo, lakini pia kwa kuwekeza
kwenye viwanja, serikali kama serikali, lakini pia kwa kuruhusu watu wawekeze kwenye viwanja. Hii leo tumeona kuna viwanja vinafanyika huko Dodoma na maeneo mengineyo. Hapa tulipo NDC naona wana extend viwanja vyao, wametengenezewa mazingira hayo. Kwa hiyo serikali ni mdau namba moja, ameplay part yake, ametengeneza mazingira rafiki sana kwa watu kuwekeza. Sawa, pamoja na hivyo bwana Mr. Tupa, tuko tunaelekea mwishoni mwa msimu wa 2024-2025 na tunafahamu kwamba timu nyingi zimebakiza michezo miwili, lakini kwa Majiant wa Kariakoo bado mechi 3, na mechi ambayo itawakutanisha wao ndio mechi ambayo itaamua bingwa awe nani, au unaweza kusema kwamba ndio finali baina yao. Hatujui matokeo yao yatakuwaje katika hizo mechi mbili, lakini mechi hiyo tunaweza tukaitem kama finali. Una kipi cha kuzungumza kuelekea mchezo huo? Ni mechi nzuri sana. Mechi nzuri sana. Yaani kama umekosa mechi nyingi za msimu huu, basi mechi hiyo sio ya kukosa. Ni mechi ambayo ni ya kuzodoana kwanza. Kwamba hilo ulisema uchezi, umecheza, umefungwa. Huyo ulisema na sisi mechi ikiahirishwa mbele utocheza, umecheza, umefungwa. Huyo kuna hiyo kwanza. Lakini pia ni wazi kwamba kama Young Africans this time atachukua ubingwa, maana yake ana level ile record ya Simba kuchukua ubingwa mara 4. Yanga of course inaambiwa amewahi kuchukua mara 5. Lakini kwa hivi karibuni kwa watu wengi ambao wanafuatilia football wameiona Simba ikichukua mara 4. Young Africans so far amechukua mara 3. Kwa hiyo anatamani kuchukua mara 4 ili ku level hiyo record. Lakini Simba Sports Club nao wamekaa muda mrefu, misimu 3 bila kuchukua ubingwa. Anatamani msimu huu achukue ubingwa ili kwanza arudishe ile hamu na utamu wa ubingwa, lakini pia mzuie mtani wake asiweze kuchukua ubingwa kufikia rekodi yake. Kwa hiyo kuna huo ubishani wa nje, na ubishani wa nje ndio unaosukuma zaidi ubishani wa ndani. Kwa hiyo kuna hiyo atmosphere, lakini pia kumbuka Simba Sports Club wametoka kucheza dhidi ya wametoka kucheza finali dhidi ya EOS Berkane, wamekosa. Wametoka kucheza dhidi ya Singida Black Stars kama wanavyosema mtaalam, wamekosa kuingia finali. Wamecheza nadhani ilikuwa ni Muungano, hawajashiriki, si ndio? So far kikombe ambacho kimebaki, yani wanakiona, nadhani ni cha ligi. Kwa hiyo wanakitolea macho kweli kweli. Young Africans of course bado yupo kwenye vikombe viwili, CRDB, FA Cup, lakini pia yupo kwenye ligi, lakini kwenye ligi anapatolea macho kweli kweli. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina bato pande zote. Kuna bato. Tumemwona Eli Mpanzu akiwa ameingia amesuasua, lakini sasa ameshaka kwenye njia, yupo kwenye moto. Tumemwona Maximilian Nzengeli akiwa anasuasua kipindi fulani, lakini sasa yupo kwenye moto. Lakini ameondoka Aziz Ki, Pacome kama ameachiwa mizigo. Vipi? Anafanyaje? Anaibebaje? Na wengineo wengi sana. Na wachezaji wengi sana. Kila mtu ana hamu ya kuprove katika mchezo huo. Ni mchezo ambao naamini Nasreddine Nabi atakuwa Dar es Salaam kutazama, kwa sababu mara kadhaa amekuwa hapa. Ni mchezo ambao maskauti wengi sana watakuwepo hapa kwa ajili ya kutazama. Kwa hiyo Ateba, Jincha Zawa, Mukwala, Mpanzu, Kibu, lakini pia kwa Young Africans Dickson Job, Mwamnyeto, kila mtu anataka kujiuza katika mchezo huo. Ni mchezo mzuri sana, ni mchezo ambao refali atakapopuliza filimbi ya mwisho kwa maana ya kuashiria mchezo umemalizika, basi kila mtu atavua viatu na kusema msimu huu nimeumaliza. Kwa hiyo ni mchezo ambao watu wataingia na nguvu sana. Inawezekana Yanga Afrika wakaimisi zaidi huduma ya Aziz Ki katika mchezo huu? Yes, inawezekana, lakini unaposomea walimu, cha kwanza kabisa unachoambiwa, unaambiwa kwamba mwalimu ni baba, mwalimu ni mkufunzi, mwalimu ni motivator, lakini pia mwalimu ni afisa muajiri ambaye anatumia, anajua namna ya rasilimali watu zilivyo. Kwa hiyo unapopewa timu unaruhusiwa kusajili wachezaji 28, 25, wakati kumbuka wachezaji wanaocheza ni 11. Unaruhusiwa kusajili almost mara 2 kwa sababu ya wewe ushafundishwa kuwa afisa rasilimali watu, mtumiaji wa rasilimali watu. Kwa hiyo lazima ujue hapa hayupo Turpa, yupo fulani, hayupo huyu, yupo fulani. Ndio maana ya kusajili watu zaidi ya 11. Kwa hiyo naamini Young Africans watatumia vizuri silaha zilizopo
na pengo la Azizi litakuwepo kwa sababu hata wewe leo hii ukiondoka Bongo FM, pengo lako lazima litakuwepo kwa sababu hakuna mtu ambaye atakuja atafit 100% kama wewe ulivyo. Lakini mwisho wa siku mtu wa kukaa katika hiyo nafasi atapatikana. Inawezekana amezidi zaidi ya wewe au pengine yuko chini kidogo ya wewe, lakini hawezi kuwa wewe. Kwa hiyo kuna namna Young Africans watatafuta solution. Naamini hivyo. Sawa. Kwangu mimi ilini surprise, yani imeshani surprise vya kutosha. Mimi nilikuwa surprised mechi almost 5 za mwanzo za mwalimu Fadlu Rahman Davis. Pale ndo nilikuwa surprised mshikaji wangu kwa sababu yule mwalimu aliajiriwa kuja kwenye kuijenga timu, lakini alivyoanza kusema kweli kila mtu ameona namna ambavyo timu inacheza, timu ilivyoamka, timu inavyopiga, timu imefika finali ya CAF Confederation Cup, timu inakimbizana kuchukua ubingwa wa Bongo hapa. Timu ina wachezaji ambao wanapishana ubora. Ateba kuna muda alishuka lakini amerudi njiani. Kuna muda Mukwala alishuka amerudi njiani. Kwa vile vitu ambavyo amevifanya mwalimu Fadlu Rahman Davis, mimi siko surprise kama Simba watachukua ubingwa. Mwalimu ana quality kubwa sana, asikwambie mtu. Yani kama Simba Sports Club hawajaweka mkataba vizuri na Simba na Fadlu, inawezekana akaondoka wakaibiwa. Kwa hiyo wamwangalie vizuri sana. Siko surprise. Ni timu ambayo inayo uwezo huo wa kubato ikachukua ubingwa vizuri kabisa. Ni mwalimu ambaye anajua kutumia rasilimali watu waliopo, lakini pia ni mwalimu ambaye anaweza kuikaa akasema mimi nimekwama katika mchezo huu kwa sababu 1 2 3, nafanya mabadiliko 1 2 3, na mabadiliko hayo 1 2 3 yanaweza kuleta ubingwa. Sawa, ya mwisho Mr. Tupa, kwamba mechi hii unawatabiria wachezaji gani sasa ambao huenda wakawa surprise, lakini pia wachezaji wapi ambao unawatabiria kwamba hii ndio itakuwa mechi ya maisha yao? Mchezaji kama Eli Mpanzu kama atakuwa fit na atacheza, naona akichangia asilimia kubwa sana kwenye mchezo huo. Lakini pia mchezaji Maximilian Zengeli kama atakuwa fit na kucheza, naona atawaka sana katika mchezo huo. Hao wawili nawaona hivyo kwa sababu kwa mfano mtu kama Mpanzu ni mtu ambaye ana kiu sana ya kuonesha yani kitu gani, ana hamu hiyo sana na yuko ana uwezo huo. Ni mchezaji ambaye haogopi, yani anavyochukua mali anaweza akakufuata wewe, unaona bwana, yeye akakutingisha. Lakini Max ni aina ya mchezaji ambaye kwanza ni mchezaji ambaye anaweza kutoa mpira sehemu yenye vurugu alafu akauposti sehemu ambayo iliyotulia. Ana uwezo huo, lakini mchezaji ambaye anapokuwa ndani ya mchezo, anapokuwa ndani ya mchezo anaweza kuuchambua mchezo. Yani mimi sinachambua hapa, mechi imeshaisha labda, lakini yeye anapokuwa ndani ya mchezo anaweza kuuchambua mchezo. Kwamba hii mechi hapa tufanye nini ili tuondoke? Ndio utaona pale anapiga pasi ambazo anaziita disguise pass. Yani pasi ambazo za uongo, huwezi kuitarajia. Ameangalia huku, anaiweka huku, wewe umepita tayari, nyewe mshaachwa watu wawili, anaangalia huku, amepiga kibao, imezunguka, imeenda huku, ana uwezo wa kufanya vitu hivyo. Kwa hiyo naamini ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kuwaka sana siku hii.